Na hivyo tunapoanza semina yetu siku ya kwanza leo, ninamwamini sana Mungu kwa ajili yako kupokea chakula cha wakati. Ninamwamini sana Mungu kwa ajili yako kupokea uponyaji uliokusudiwa kwako. Ninamwamini sana Mungu kwa ajili yako kutiwa moyo mahali ambapo umekata tamaa. Ninamwamini Mungu sana kwa ajili yako kupokea muujiza wako uliokuwa unacheleweshwa. Ninamwamini sana Mungu kwa ajili yako kupewa hatua nyingine zaidi ya zile hatua zilizopita katika jina la Yesu. Ninamwamini Mungu sana kwa ajili ya kanisa la Mahara kuachiliwa neno la wakati litakalo lisukuma kanisa kwa kasi zaidi ya mwanzo. Ninamwamini sana Bwana Yesu kwa ajili ya kumuinua mtu mmoja ambaye atakuwa daraja la kuwavusha wengine. Ninamwamini sana Bwana Yesu kwa ajili ya kudhihirisha nguvu ya ufufuko wake katika msimu kama huu wa Pasaka kwa ajili ya maisha ya mtu mmoja Mtuvila katika jina la Yesu. Ninamwamini sana Bwana Yesu kwa ajili ya kupindua mifumo iliyokuwa ikikuzuilia kwa muda mrefu kupitia ujumbe wa wakati ambao Bwana anauachilia katika jina la Yesu. Ninamwamini Bwana kwa ajili ya wakati na majira kama haya ya Pasaka ambapo anarejesha tumaini kwa walio tumaini katika jina la Yesu. Ninamwamini sana Bwana Yesu kwa ajili ya kusanyiko la mahali hapa na mtu mmoja mmoja atakayejihudhurisha uweponi mwa Bwana kwa siku 3, maana hatabaki kama alivyo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Haleluya kwa Bwana. Haleluya kwa Bwana. So katika maandalizi Roho Mtakatifu akawa amenichukua katika kitabu cha Habakuki. Alafu akanitafakarisha sura zote za Habakuki. Akaniambia, Mwemezi, na kutuma kama mjumbe wangu uko Mtuvila. Nenda uzungumze na kanisa langu. Na ujumbe mkuu ambao tutakuwa nao katika semina hii ya Pasaka. Ninajua kwa kawaida yawezekana kibinadamu na kimazoea kwa utaratibu kipindi cha Pasaka tunajua tutaelezea sana mambo ya Pasaka. Amen. Tutaelezea mambo ya Pasaka, tutaelezea historia, tutaelezea namna ambavyo Pasaka ilikuwa inasherekewa hapo mwanzo kupitia ile ishara ya damu ya ndama mnyama, lakini kwa agano jipya, wajumbe wa agano jipya, na kwa agano halisi kupitia Yesu Kristo ambavyo mwana kondoo wa Mungu ni Yesu Kristo mwenyewe. Tunajua hizo mambo. Lakini Roho Mtakatifu akaniambia, beba ujumbe huu na uende useme na watu wangu. Na ujumbe mkuu unasema hivi: je, Mungu yuko kimya? Je, Mungu yuko kimya? Kwenye mabano andika kumuelewa Mungu katikati ya changamoto. Tunapoadhimisha kumbukizi ya kazi ya ushindi wa Yesu Kristo kwa njia ya msalaba, lazima tufikie wakati tutambue au tutafakari, na Roho Mtakatifu atutafakarishe kwamba hivi Mungu wetu yuko kimya katika zama zetu? Je, Mungu ameenda likizo kwamba hasiki? Au Mungu atutazami tena? Je, Mungu ajishughulishi tena na mambo yetu? Lazima tutafakari. Lakini katika kutafakari kwetu lazima tutafakari kutokea kwenye tatizo ambalo huwa linawapelekea watu wa Mungu kumuona Mungu yuko kimya, kumuona Mungu kama vile aitikii, kumuona Mungu kama vile atokei, kumuona Mungu kama vile atendi. Ni wakati wanapopitia changamoto mbalimbali. So Roho Mtakatifu akanitafakarisha katika kitabu cha Habakuki sura ya 1, sura ya 2 na sura ya 3. Na akaniambia, Mwemezi, sura ya 1 ni siku ya 1, na sura ya 2 ni siku ya 2, na sura ya 3 ni siku ya 3. Haleluya. Ziko sura 3 pale. So tutaenda kutafakari maandiko na kupata ujumbe wa Bwana. Hapo mwanzo katika agano tunayofahamu, kirejea katika kitabu cha Mwanzo, naweka msingi sasa. Ukirejea katika kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 13 na mstari wa 14, pale anazungumzia habari za Mungu alivyozungumza na baba yetu Ibrahim. Akatoa neno ambalo lilikuwa ni neno la kinabii kwa habari ya mambo yatakayokuwa hapo baadaye. Akamwambia miaka inayokuja au siku zinazokuja uzao wako utaenda utumwani na watatumikishwa na taifa lile kwa miaka 400. Lakini baada ya miaka hiyo 400 nitawatokezea wokovu au nitawarejesha katika nchi yao. Na anasema nitawarejesha katika nchi yao na nitawatajirisha kwa mali nyingi na kwa vitu vingi. Ilikuwa ni agano la Mungu kwa Ibrahim. Tunajua yote yalivyoendelea ambavyo wana Israeli walipitia mateso makali kule Misri. Na walivyopitia mateso makali kule Misri, kwa sababu ya mateso
waliingia kwenye maombi ya kuanza kumtafuta Mungu wa baba yao Ibrahim. Waliomba sana, walilia sana. Ukafika wakati na majira ambapo Mungu anasema na kuzungumza na Musa, nimesikia kilio cha wanangu na watu wangu uko Misri, na ninataka nikutume wewe ili ufanye nini? Waokoe. Tunajua kwa habari ya safari ya Musa na utume aliyouendea kule Misri kwa Farao kwa ajili ya ukombozi wa wana Israeli. Alivyofika, tunajua kilichoendelea kwenye ule udhirisho wa Mungu kujitambulisha kuwa yeye ni nani na ni nani ambaye amekuja kwa habari ya kuwafungua na kuwaweka huru wana Israeli, ambapo tunajua Mungu alijifunua katika mapigo kadha wa kadha. Mapigo 9 yote ya mwanzo, Farao bado alifanya moyo wake mgumu, wala hakuachilia wana Israeli kuacha kuwa huru. Lakini neno la Mungu linaendelea kusema, Mungu akasema liko pigo moja bado ambalo nitaliachilia, naye Farao atawaachilia kabisa watu wangu na kuacha mwende ili mpate kunitumikia. Tunajua pigo la mwisho lilivyokuja. Ukirejea katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 12, yapo maelekezo ambapo ndipo kwenye maelekezo hayo ya Kutoka sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 28 ndio picha halisi ya Pasaka ambayo huwa tunazungumza ilipoanzia hapo. Na kwenye Pasaka, tafasiri yake Pasaka kwa Kiswahili, lakini kwa Kiingereza ni Passover, ambao maana yake kubwa sana. Tunajua maelekezo aliyopewa Haruni na Musa. Haruni kama kuhani, lakini Musa kama nabii wa Bwana, na akisimama kuleta ujumbe wa Bwana, ambapo walipewa maagizo kwa habari ya kuchinja mwanakondoo mume. Tena mwanakondoo huyu lazima awe safi, asiye na ila, kwa maana ya kwamba ni mwanakondoo asiye na kilema, wala asiye na doa wala kasoro yoyote ile. Tunajua ambavyo walitii yale maelekezo, na kwa maelekezo ya Bwana aliwaambia watapaka ile damu katika mimo ya nyumba zao, ya milango yao, ili yule malaika wa mauti atakapopita juu. Ndio inakuja sasa Passover ambayo ni maana ya Pasaka. Atakapopita juu, yeye hataangalia kitu kingine, ataiangalia ile alama. Usisahau naweka utangulizi. Ataiangalia ile alama, nyumba yoyote ya Waebrania, kwa sababu ya ile alama ya mwanakondoo aliyechinjwa mnyama, atapita, ataangamiza. Alafu atangamiza nyumba za Wamisri, kwa maana ya wazaliwa wao wa kwanza kwenye kila nyumba, hata kwenye nyumba ya kifalme atangamiza. Tunajua ambavyo ilikuwa hivyo. Tukio lile alikuishia pale, kuonesha kwamba tafasiri ya Pasaka kama sherehe kwa wana Israeli kwa habari ya maachilio yao kutoka utumwani, kwa habari ya ukombozi wao kutoka kwenye mateso, kwa habari ya kuwekwa huru kutoka kwenye maangamizi na uonevu wa miaka mingi. Mungu baada alilitolea maelekezo juu ya muendelezo wa kulisherekea katika kanuni na taratibu za Agano Jipya. Ukirejea katika maandiko matakatifu, alitoa maelekezo kwenye kitabu cha Kutoka namna watakavyoendelea kuiadhimisha na kuisherekea Pasaka. Lakini alivyokuja Yesu sasa, Yesu ambaye ndiye mwanakondoo wa Mungu halisi, sio mwanakondoo kivuli kwa maana ya mnyama, ndo katika Yohana 1:29 anasema, tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. So mwanakondoo wa Mungu aichukuaye nini? Dhambi ya ulimwengu. Moja kwa moja Yesu akatuhamisha kwamba sasa mwanakondoo si kondoo mnyama tena, bali mwanakondoo ni Mungu mwenyewe aliyeuvaa mwili katika nafsi ya pili ya uungu, akaja katika namna ya wanadamu, asiye na dhambi wala asiye na hatia, kama ambavyo ilikuwa ni sifa ya mnyama asiye na kilema, asiye na ila. Akaamua kuichukua dhambi ya mwanadamu, na kwa njia ya mwanakondoo wa Mungu dhambi yote na hatia zote na rahana yote na hukumu yote imehesabiwa kwake. Na sisi leo tunapokumbushia na kuadhimisha Pasaka, tunasema mwana kondoo wa Mungu, sio kondoo mnyama. Tunasema mwana kondoo wa Mungu ni Yesu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Baada anaichukua hata sasa, bado anachukua hata mizigo yetu hata sasa. Yesu apewe sifa. So kondoo mnyama amepitwa na wakati, hawezi tena. Na ukirejea katika Waebrania anasema ikiwa
zile damu za mafahari ya mbuzi, alafu zile damu za njiwa na wanyama ziliweza kuwa kiwakilishi, kivuli cha ondoleo la nini? La dhambi. Vipi dhabihu takatifu, dhabihu iliyo kamili ya mwana pekee wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo, je, haitafuta kabisa? Na ndio maana usishangae watu wanaenda kwa waganga, vitu vinagonga mwamba, vinakosa sifa. Sijui unanielewa? Vimepitwa na wakati. Sasa hivi tunatembea kwenye agano lilo bora, nalo ni agano la mwana kondoo. Agano la mwana kondoo limetuweka huru. Agano la mwana kondoo limetusafisha kabisa. Agano la mwana kondoo limetupa utambulisho kamili. Tukitambulishwa leo, tumetambulishwa jumla. Hahitaji mwaka kesho turudi kutambulishwa. Tunakumbushia kuadhimishia utambulisho wangu katika Kristo kwa njia ya damu ya mwana pekee Yesu Kristo. Mimi natambulika kama mwana wa Mungu. Mimi natambulika kama niliyesamehewa. Mimi natambulika kama niliyewekwa huru. Mimi natambulika kama niliyefunguliwa. Mimi natambulika kama niliye mzima, kwa sababu damu pekee ya mwana kondoo wa Mungu imeniweka huru kweli. So sitembei tena katika utumwa kama agano lile au kama enzi zile. So hiyo ndiyo picha. Sasa ikiwa tutembei tena katika utumwa na tuko katika kivuli na utambulisho wa Mungu kwa njia ya Kristo Yesu kwa kazi ya msalaba, twende sasa tuipate hekima ya Roho Mtakatifu katika zama hizi ambazo changamoto ni nyingi. Si kwa walioamini tu, hata ambao hawajamwamini Mungu changamoto ni nyingi. Lakini Bwana amenibebesha ujumbe ndani ya siku 3 nikwambie, Mungu hayuko kimya. Mungu bado anasema, Mungu bado anatenda, Mungu bado anainua, Mungu bado anajibu, Mungu bado anaganga mioyo, Mungu bado anasamehe. Nasema hayuko kimya. Sasa tutatafakari katika siku hii ya kwanza. Kumbuka ujumbe mkuu unasema, je, Mungu yuko kimya? Kwenye mabano, kumuelewa Mungu katikati ya changamoto. Twende kidogo. Nilikuwa naweka utangulizi kuonesha picha ambavyo tayari tuko katika uhuru wa Kristo Yesu, lakini kuna changamoto ambayo inaweza ikafunua maisha fulani kwenye mitazamo yetu kama wana wa Mungu, kwamba Mungu yuko kimya au Mungu ametuacha au Mungu asikii, kitu ambacho sio. So Mungu hayuko kimya. Amen. Nenda pamoja nami katika kitabu cha Habakuki sura ya kwanza. Sura ya kwanza tutaanza kutafakari mambo hayo. Kwa utangulizi mzuri niseme kwamba nabii Habakuki ni miongoni mwa manabii walioinuliwa katika taifa la Mungu Israeli, wakati ambao taifa lilikuwa linapitia vurugu ya sitofahamu katika mifumo ya kiutawala, kwa kiwango ambacho kuna mambo mengi mabaya yalikuwa yanaendelea ndani ya taifa. Kulikuwa kuna ukaidi, kulikuwa kuna uovu, kulikuwa kuna dhuluma, kulikuwa kuna mambo mengi sana ambayo kiukweli hayampendezi Mungu. Habakuki kama nabii wa Mungu, kwa kuangalia mazingira yale yanayoendelea, alichukua hatua ya kuuliza kwa Bwana, kwa nini haya yanaendelea? Na haya yanayoendelea yana maana ipi? So Habakuki anamwendea Mungu kutokea kwenye taarifa ya yale anayoyaona yanaendelea, ambapo ukisoma Habakuki 1:2, Habakuki anamwendea Mungu anasema hivi: Bwana, nilie hata lini? Wewe usitake kusikia, na kulilia kwa sababu ya udhalimu, ila hutaki kuokoa. Ukiangalia sentensi hii na matamko haya ni hatari mno. Inaonesha kiwango ambacho Habakuki alikuwa amepiga mwendo mrefu wa maombi, amepiga mwendo mrefu wa kumtafuta Bwana, amepiga hatua kubwa ya kumtaka Mungu aingilie jambo. Inafikia wakati anasema, Mungu, nilie hata lini? Wewe usitake kufanya nini? Kusikia. Inaonesha Habakuki alikuwa amefikia hatua hata ya kuhitimisha maombi yake, kusema kwamba Mungu ameamua asifanye nini? Asisikie. Ndivyo ambavyo watu wengi wanapopitia mazingira ya changamoto, wanaombea jambo hadi wanafikia hatua kuliwekea full stop, kwamba hili Mungu amegoma, hili Mungu amekataa, hili Mungu ameninyamazia kimya.
Lakini neno la Bwana leo ni kwamba Mungu hayuko kimya hata katika hiyo changamoto. Changamoto zimewafanya watu viroho vyao vinashuka na kuporomoka. Changamoto zimefanya wale waliokuwa waaminifu na imara kwenye ibada wanaporomoka na kuacha mambo ya ibada. Changamoto zimefanya watu wanaacha kuabudu mahali sahihi, wanaenda pasipo sahihi kwa sababu ya changamoto ya muda. Changamoto imewafanya watu ambao walikuwa watulivu kwenye maombi wanaacha kuomba, wanaanza kusengenya. Changamoto zimewafanya watu ambao wangekuwa wainjilisti washuhudiaji wanabadilisha uinjilisti, wanakuwa wambea. Changamoto imewafanya watu wanaomba vibaya, ndio maana wapokei. Changamoto imefanya mioyo ya watu inakuwa migumu na mizito kiasi kwamba hata baraka ikitamkwa haipenyi, haupati, kwa sababu mioyo imekuwa nundu. Changamoto. Habakuki akamwendea Mungu akasema, Mungu, nilie hata lini usisikie? Changamoto. Anasema nakulilia kwa bali ya dhuluma, umekaa kimya. Changamoto hiyo. Anasema ninashtaki kwa bali ya ukaidi, umekaa kimya. Changamoto hiyo. Changamoto, watoto wako wamefuruliza kuugua, unamwendeaje Mungu? Changamoto, biashara yako imeyumba, unamwendeaje Mungu? Je, bado unamwendea kwa usafi na utakatifu au umetafuta njia za kona? Changamoto imewaondoa watu katika maisha ya haki, wakaanza kutembea katika uharibifu. Changamoto imewaondoa watu katika maisha ya utakatifu, wakapiga saruti na kusujudia katika dhambi. Changamoto. Sasa lazima ili tubaki katika mkondo ulio salama na tubaki katika eneo ulio salama kwa bali ya maisha yetu ya kiroho na uhusiano wetu na Mungu, lazima tujifunze kumwelewa Mungu wakati wa changamoto. So Habakuki nabii wa Bwana huyu, kwa sababu ya taarifa mbaya zinazoendelea ndani ya taifa la Israeli, taarifa mbaya ambao viongozi wake wameacha kutenda haki, wanadhulumu. Taarifa mbaya ambao watu baada ya kumwelekea Mungu kuishi sheria ya Bwana wanaishi maisha ya ukaidi, maisha ya uovu. Nabii wa Bwana akasema hapana. Akaanza kumwomba Bwana. Lakini kumbe anamuomba Bwana, ukimwomba Bwana kutokea kwenye taarifa mbaya, kama hujamuelewa Mungu kwenye changamoto, kuna hatari ya kuomba vibaya. Kwa sababu umepata taarifa mbaya, wewe unaharakia kumuomba Bwana bila kupata ufunuo na lugha ya Mungu kwenye hiyo changamoto, utaomba vibaya. Ndicho kilichomkuta nabii Habakuki. So ilikuwepo hali ya sitofahamu ndani ya taifa la Israeli kwenye mifumo ya uongozi na usimamizi, ambayo ilipelekea hali mbaya ya maisha ya kijamii kwenye Israeli kipindi cha Habakuki akiwa nabii. Jambo hili linainua hasira na huzuni ndani ya nabii wa Mungu Habakuki. Anaamua kumwendea Mungu, lakini anamwendea Mungu si kwa maombi ya kutaka suluhisho. Ni maombi ambayo tayari amehitimisha majibu. Anasema nikulilie. Anasema, Bwana, nilie hata lini? Wewe usitake kusikia. Na kulilia kwa sababu ya udhalimu, ila hutaki kuokoa. So amekwisha muweka Mungu katika nafasi ya kwamba Mungu hataki kuokoa. Kama ambavyo unaweza ukamweka Mungu kwenye nafasi ya kwamba Mungu hataki kunisaidia. Sio kweli. Mungu anataka kusaidia. Unaweza ukamweka Mungu kwenye nafasi ya kwamba Mungu hataki kuniponya. Sio kweli. Mungu anapenda sana uponywe kuliko unavyotaka wewe kuponywa. Watu wao waelewe. Yaani Mungu anatamani uishi maisha ya amani kuliko jinsi unavyoomba amani wewe. Kwa sababu yeye amefanyika amani yetu. Mungu anashauku sana na uponyaji wako kuliko wewe ambavyo unaomba uponywe. Mungu anashauku sana na usalama wako kuliko wewe unavyolilia huo usalama. So ikiwa Mungu ana shauku kubwa ya amani, ana shauku kubwa ya ulinzi, ana shauku kubwa ya wokovu, ana shauku kubwa ya uponyaji kwenye watoto wake, zaidi sana unahitaji kumwelewa Mungu. Yaani unamwona Habakuki anaingia kwenye mtego wa kwanza kuomba maombi kama vile ya kidini. Ni kama ya kirutujia, analalamika, haombi hapo. Nilie mpaka lini hata usisikie? Nimelia kwa ajili ya udhalimu hata utaki kuokoa. Je, Mungu yuko kimya? Unahitaji kumwelewa Mungu wakati wa changamoto. Ni vizuri ukajua kwamba kabla hujamwendea Mungu na hujamuomba Mungu,
iwe kwa wingi wa maneno yako na kwa vitisho vya maneno yako, Mungu anatazama nia yako ya ndani. So mbele za Mungu hauendi kama vile kumtishia na maombi yako, ila Mungu anaangalia hali ya moyo wako. Na ili shetani aharibu maombi yako kwa Mungu, atahakisha anavuruga hali ya moyo wako kwa kuletea taarifa mbaya zinazofuatana. Unamalizana na hii, inakuja taarifa nyingine mbaya. Ili hali ya moyo ivurugike, usiombe tena kwenye mtazamo wa usafi. Uombe kwenye mtazamo wa tamaa, uombe kwenye mtazamo wa kulalamika, uombe kwenye mtazamo wa kuoji. Kumbe ushapotezwa kwenye reli. Yaani auombe unaishia kuuliza tu. Mungu. Yaani ameisha kucheza. So watu wengi shetani hata ndani ya kanisa anaruhusu taarifa mbaya kwa ndugu zetu. Alafu anaporuhusu hizo taarifa mbaya, shetani anakuingizia akili. Unaona unavyotumika, huu ni mwaka wa 3, kweli hayo mabaya ni ya kukupata? Anakutazamisha na ile sadaka yako uliyoitoa, kweli wewe ndo wakufiwa na yule mtoto? Anakutazamisha. Wewe unaweza ukaona ni haki, lakini kiukweli anaathiri hali ya moyo wako ili upoteze lugha inayotakiwa mbele za Mungu. Anakuhamisha tu. Ndivyo watu wengi wamehamishwa, alafu shetani amewaacha kama walivyo, kama makopo, lakini kiukweli lugha yao na maombi yao tayari yamechafuliwa. So wanamuona Mungu kama vile yuko likizo. Mungu hayuko likizo. Mungu yuko kazini hata sasa. Iwe kwenye changamoto, Mungu yupo. Na kwenye changamoto, wana Israeli walipokuwa wanapitia mapigo, si mnajua ambapo hata Musa alivyoenda kuwakomboa waliongeza yale mapigo? Si mnajua hilo? So wakati wanaongeza mapigo, Mungu hajatulia, anaongeza mbinu za kivita. Anamwambia Musa, hamna shida, amekataa. Hebu sasa geuza hayo maji yawe damu sasa tuone. Huku wanalia, kazi za matofali zinaongezeka, kufiatua kunaongezeka. Wanaona kama vile Mungu wa baba yao Ibrahim amewaacha. Lakini kumbe Mungu wa baba yao Ibrahim atulii, anamwamsha Musa, amka nenda kwa Farao, sababisha nzi watokee nchi nzima. Ndivyo ambavyo upande mmoja yanayoendelea huwa yanakutia hofu na mashaka, ila upande wa usiouona wa rohoni, Mungu anajishughulisha sana kwa ajili ya mambo yako. Tatizo shetani alichotuweza, anahakikisha macho yetu yanabaki kwenye yanayoendelea. Halafu hataki tujue mpango mwema wa Mungu kwenye yale yasiyoonekana, ambao huo ndio umebeba uhalisia. Nami nakuambia kwenye semina hii, Mungu anahamisha macho yako kutoka kwenye yanayoendelea, alafu anakuangazia macho yako kwenye ahadi ya neno lake, ambalo imefunua msaada wako, imefunua ukombozi wako, imefunua urejesho wako, imefunua tumaini jipya la maisha yako. Sio yanayoendelea. Yanayoendelea unaweza ukamwona yuko kwenye oxygen anapumulia mpira. Lakini rohoni, Mungu ameshatuma malaika wake specialists. So wanapomfanyia operation, pepo linataka kumvaa daktari mmoja asau kakisu kwenye tumbo, tayari anatokea daktari mwingine anasema kuna kisu umekiacha. Kumbe ni yule malaika aliyetumwa, kinatolewa, anakuwa huru katika jina la Yesu. Upo upande wa rohoni, upo upande wa neno la Mungu, upo upande wa ahadi ya Bwana uliobeba majibu yako zaidi yanayoonekana, zaidi yanayoendelea siku kwa siku kwenye maisha yako. So mpango wa Mungu ni kuhamisha macho yako yarudi kwenye neno na kwenye ahadi yake. Habakuki akaendelea. Habakuki anaendelea na maombi yake na kuorodhesha mambo mabaya yanayoendelea kwenye jamii yake. Ukisoma Habakuki 1 mstari wa 3 hadi wa 4, Habakuki anaanza kuorodhesha. Kama ambavyo unaweza ukaenda na listi yako, unaorodhesha, Mungu mimi Mungu na hili lakini Mungu umeruhusu hili. Ni kweli unaorodhesha, lakini unajua lugha ya Mungu kwenye hicho unachopitia. Habakuki akaanza kuorodhesha. Anaorodhesha kwa habari ya uovu, Mungu, ukaidi, uharibifu, udhalimu, ugomvi, mashindano, uvunjifu wa sheria. Ukisoma hiyo mstari wa 3 na 4, anaorodhesha kwa habari ya uonevu wa wanyonge. Yani kiufupi, mifumo ya kijamii, kwenye siasa, kwenye uchumi, kwenye sheria, ilikuwa imeshindwa kabisa kufanya kazi sawa sawa neno la Mungu.
Na Habakuki swali lake lilikuwa hili moja: Mungu yuko wapi wakati maovu haya yote yanashamiri? Ndivyo ambavyo watu wengi mnaweza mkajiuliza hayo maswali. Hivi Mungu yuko wapi hadi familia yangu inapitia jambo hili? Mungu yuko wapi hadi kesi hii inafika mahakamani? Mungu yuko wapi hadi tunasomewa namna hii? Mungu yuko wapi hadi nadhalilika kiasi hiki? Swali la Habakuki. Hana hoja, anauliza Mungu yuko wapi. Lakini pia alikuwa na hoja na kuuliza kwa nini Mungu hatokei? Kama kweli yupo, kwa nini hatokei? Mimi naendelea kuteseka. Kwa nini hatokei? Mimi naendelea kuuguza. Kumwelewa Mungu wakati wa changamoto. Analalamika, anataja kwa nini Mungu haoni na kwa nini hawezi kuzuia, ambapo kuna mambo mengine yanaendelea kwenye maisha yetu. Unaenda mbele za Mungu unatamani kwa nini Mungu asingelizuia lisije? Kumbe Mungu kupitia ile aliyoliruhusu kuna lugha yake ya kufunua utukufu wake baadaye. So unaposema bora angelizuia lisije, kumbe unazuilia baraka yako. Unachokitaji ni kuelewa lugha ya Mungu, kwa sababu Mungu anajifunua katika kile usichokidhania. Kile ambacho kinaonekana kama hatari kwako, hicho ndo Mungu amelenga kukidharisha, kikuzalishie ushuhuda na utukufu. Na hili ni neno la Bwana lilolenga kukuinua kiimani, uanze kumwelewa Mungu katika hali zote. Unajua ni rahisi sana kumwelewa Mungu akiwa amekubariki gari. Au unasema ni Mungu kabisa na neno lake limesema kabisa kwamba tabarikiwa. Unaona ambavyo Mungu anaeleweka sana kwenye mambo ya raha. Una uhakika wa kula na kunywa na kulala. Yaani Mungu alisema tutakula na kusaza. Yaani unamuelewa mno, na vifungu vya Biblia vinakuja haraka kwenye raha. Yaani unamuelewa sana. Lakini unajisaulisha kwamba kwenye ile ahadi ya Bwana Petro alivyooji kwamba Mungu tumeacha vyote tutapata nini? Akasema msijali, yaani duniani mara 100 na mwisho uzima wa milele. Sijui unanielewa? Na udhia nyingi. Kuna pale neno udhia. Hizo ndo changamoto nazozungumzia leo. Ni andiko kabisa. So na udhia ni pakeji yako halali, muamini. Ila unachokitaji ni kuelewa lugha ya Mungu wakati wa udhia. Ni kuelewa tu lugha ya Mungu. Ukielewa lugha ya Mungu kwenye udhia yoyote ile, hautababaika, hautapepesuka, hautaiacha imani, utaimarika na utadumu kuyasimulia matendo makuu ya Mungu. Mimi nataka nikuulize, changamoto zote ambazo Mungu amekushindia zisingetokea, zisingekupa ujasiri na imani kuendelea kupiga hatua. Yaani Mungu asingekuwa na ruhusa changamoto fulani ili afunue utukufu wake, wewe ungekuwa ushagaiacha imani. Ila Mungu aliyenitendea kwenye lile, una uimani kwa sababu kuna jambo lilikuja kama vile kizuizi, lakini ulivyopenya unafurahia, unashangilia, lakini ulikuwa unalia. So Mungu ameiruhusu changamoto kuachilia lugha yake ya kufunua jambo jema la mapenzi yake, jambo jema la kusudi lake, jambo jema la utukufu wake. Ngoja niwape ushuhuda kidogo. Mimi nilivyomaliza form 4. Nilivyomaliza form 4, alinisaidia ile likizo ya form 4, nilikuwa nauza barafu. Nimeuza barafu kijijini kwetu. Na mimi nilikuwa nauza barafu nyumba kwa nyumba. Yaani nilikuwa sina utani, nafunga deli langu kwenye baisikeli, nauza nyumba kwa nyumba. Sasa nimeuza barafu, nilivyopata mtaji wangu, nikatengenezesha mizinga ya nyuki kwa ajili ya kuanza kuvuna, kwa ajili kuanza kuvuna nini? Asali. Sasa kijijini kwetu kuna misitu, na moja wa msitu ulikuwa ni msitu wa mzee wangu enzi hizo. Nikanunua mizinga 2 nakumbuka, alafu nikaiweka kwenye ule msitu. Sasa kanuni ya kuwavuta asali, unielewe changamoto inavyofichua kitu. Kanuni ya kuvuta asali, yani ya kuvuta nyuki, unachukua lile zega la asali. Lile zega la asali ukilichoma kidogo kwa moto, ile harufu ya asali inafanya nini? Inasambaa mahali pale. Alafu nyuki popote wakiwa kwenye mazingira hayo lazima waje kutafuta hiyo asali. So nikafanya lile zoezi. Mimi sikutumia kiberiti, nikaenda nikatafuta mkaa kidogo pale jikoni, nikachomea kwenye lile zega la asali. Nyuki wakafanya nini? Wakaja. Walivyokuja wakaanza kuingia kwenye nini? Nataka waingie kwenye mzinga wangu.
alafu nikarudi nyumbani. Kumbe nimesahau lile kala moto alikuzimika. Mimi nimefurahishwa na nyuki kuja kwa kasi, nikarudi nyumbani. Ndani kama ya dakika 10 na likuwa jua kali, msitu wote, yani tulikuwa tunasikia moto. Mwaka 2018. Siwezi kusahau. Tuko ndani tunasikia moto moto, huku majirani wanatuita moto moto. Kuja kutoka nje, msitu wa mzee nimeuteketeza. Nimeuteketeza wote. Zima moto wapi? Wote ulifutika. Ulimaliza kufutika, hapo ndo niliamini mzee wangu ana Roho Mtakatifu. Yaani hajaokoka tu, lakini ana Roho Mtakatifu. Maana unaweza ukawa umeokoka hauna Roho Mtakatifu. Kipimo cha kwamba unaye Roho Mtakatifu ni kwenye changamoto kama hiyo, kwamba tunda la Roho linajifunua au matendo ya mwili ya kuchinja mtu mnywe supu. Hapo utasikia mzazi ambaye ni mzee tena, utaniona, ulikuwa unijui mwanangu, yaani unakufa leo na njaa. Changamoto inafunua tabia ya mtu. Changamoto inafunua asili ya mtu. Changamoto inafunua uhalisia wa mtu. So usidanganyike, huyo uliye naye sio mpole kiasi hicho. Apitie kwenye changamoto, utapima upole wake. Anawahi badani, anasafisha, tulia. Au anauguza pale hospitalini wiki nzima. Hata kama hataweza kufika, kama atapiga na simu, jamani nimejifunza nini, nataka unitumie angalau hizo hayo mahubiri, kama ataiulizia. So bado lazima tutengenezwe kwa kiwango cha kukua katika roho, kuielewa lugha ya Mungu kwenye changamoto, na sio kukaa kimayai. Kwa sababu tukikaa kimayai, hii ni dunia iliyojaa changamoto. Kazi ya Mungu haitasonga mbele na tutaimarika siku hadi siku kama tutakuwa ni watu ambao changamoto zinapokuja na sisi tunaenda nazo. Hapana bwana. Kuna aina moja ya miti huwa naipenda, nafikiri ni ya baharini, na nili asili ya baharini. Yaani upepo ukija mkubwa, yaani inavyoenda hivi kama vile inaenda kuvunjika, lakini ina sijui raba ndani yake. Yaani inaenda hivi na upepo, alafu baadaye imo. Ndivyo muamini anatakiwa awe. Upepo unakuja, anaenda kukatika, kumbe umo wewe. Ni kama laba wewe. Akatiki mtu. Hiyo miti huwa naipenda. Nadhani wanaoelewa miti hiyo wamenielewa. Yaani ile miti inaweza ikapelekwa na upepo, alafu kama vile inaenda, lakini haikatiki, yani inarudi. Ndivyo muamini anatakiwa. Inakuja, anapisha tu, pita, anarudi kwenye nafasi yake. Pita, anarudi kwenye nafasi yake. Changamoto ya uchumi, pita, anarudi kwenye nafasi yake. Changamoto ya magonjwa, pita, anarudi kwenye nafasi yake. Nami nasema unarudishwa kwenye nafasi yako, maana hiyo changamoto haijakusudia kukuharibu wala kukuondosha wewe. Wanafurahishwa sana na ufunuo unaosema unaotambulisha udhia au mateso kama mapito. So yanapita. Amen. Yanapita, hayakai. Ndio maana yakaitwa mapito tu, mapito ya duniani. Sasa kwa nini unataka uyaralishe kama vile ni ya maisha? Ni mapito tu. Mwezi mmoja inama kidogo, yapite na yenyewe yadhanie kwamba yamekuweza, alafu baadaye anapopita tu umo. Hachi imani na ile changamoto yumo tu. Yaani hadi shetani anafikia hatua, yani inabidi sasa ukaliwe kikao. Hivi tunamwezaje? Ni mtu aliyeelewa lugha ya Mungu kwenye changamoto. Inakuja dhiki, yumo. Haleluya. Huyo ndiye Mungu anayemhitaji. So Habakuki alimwoji sana Mungu. Na kama Habakuki ambavyo alikuwa anamwoji Mungu na kuwa na maswali mengi, yawezekana hata wewe kwenye maisha umekuwa na maswali ya aina hiyo. Hivi Mungu kwa nini atokei kwenye hili jambo? Lakini leo nimekuja kukuambia Mungu hayuko kimya. Mungu bado anasikia. Mungu yuko kazini. Mungu yuko ndani ya nyumba yake. Sasa Habakuki alivyolalamika, akafanya nini? Akalalamika. Mimi pale na hesabu maombi ya kulalamika tu. Ni maombi ya kutambulisha kinachoendelea. So kinachoendelea kwenye mazingira kimehamisha macho yake kutoka kwenye ahadi na neno la Mungu. Alafu ameanza kutambulisha mazingira na matatizo anayoyapitia. Sasa ona jibu la Mungu. Ukisoma mstari wa 5 hadi wa 11. Kumbuka
kuambia ufunuo wa Bwana kwenye semina hii ni sura 3 za Habakuki, ambao leo ni sura ya kwanza. Amen. So Habakuki baada ya kutambulisha kinachoendelea kwenye jamii, amemwambia Mungu, tazama ukaidi, Mungu tazama udhalimu, tazama ugomvi, tazama uvunjifu wa sheria. Mungu anamjibu. Ila Mungu alimjibu Habakuki kwenye lugha asiyoitarajia na ambayo kwa kweli haivutii. Ndivyo Mungu ambavyo huwa anajibu sana kwenye maisha yetu tunapomwendea tukiwa kwenye changamoto. Ila anatujibu katika lugha ambayo sisi hatukutarajia, kwa sababu si unauguza. So wewe unatarajia Mungu ajibu kwa kufanya nini? Moja kwa moja kwa kumponya mtoto wako. Alafu unashangaa anajibu kwa namna nyingine, mtoto hajapona kabisa. Mtoto hajapona, lakini huku tena mjomba wake anaugua. Sijui unaelewa? Kumbe lugha ya Mungu aliyoificha hapa ni kwamba amekusudia wakati mtoto anaugua na mjomba ameugua, kazini ambapo walikuwa hawawezi kukupa ruhusa, sijui unanielewa, ya kwenda kumuuguza mtoto wako, walivyosikia taarifa za mjomba pia ameugua, wamekupa mwezi mzima. Ndani ya mwezi mzima simeshasainiwa, wiki ya pili anapona, wiki 2 unafanya huduma mahali. So ilikuwa ni lugha ya Mungu ambayo kiukweli amejibu usivyotarajia. Yaani najaribu kuonesha kwamba Mungu anavyoyashughulikia mambo yetu si kama tunavyofahamu. So tusikae katika hali ya mazoea kwamba Mungu atajibu hivi. Ahadi ya Mungu iko pale pale, ataingilia kati. Ila ataingilia kwa namna ipi, na kwa lugha ipi, na kwa muundo upi, hapo tumwachie yeye. Alafu tumwamini afanye. Ukitaka kumwekea Mungu mipaka, anza kutembea naye kwenye lugha ya kukariri. Kwamba hapa mjomba atanitumia 100,000. Utaamini. Mjomba apokei simu. Apokei simu. Apokei simu na unabidi uende safari. Umemkariri Mungu. Ngoja nikupe ushuhuda mwingine. Miaka 2 nafikiri 3 nyuma, Mungu aliwahi kunisemesha nikiwa kwenye ibada kabisa ya Jumatano ya katikati kwenye kanisa la mahala nilipokuwa naabudu. Akaniambia, Mwemez, nataka Jumapili ijayo uende kwenye kanisa fulani ambao kutoka nilipo kwenda kwenye kanisa hilo ilikuwa ninasafiri kwa umbali, yani nauli ni 7,000. Uende kwenye kanisa lile uwatie moyo. Na yule mchungaji alikuwa rafiki yangu. So nikamtafuta, nikalitiri ile neno. Nikamtafuta mchungaji, nikamsalimia, akasema, kijana wangu, tena nimekukumbuka, kama inawezekana Jumapili njoo. Kumbe ilikuwa ni neno la wakati. Hiyo ilikuwa ni Jumatano katikati ya wiki, ambapo Jumapili yake ndo inabidi nifanye nini? Niende kule kutia moyo. Hiyo Jumatano ilikuwepo ibada ya katikati. Tumeanza ibada ile, tuko tunasifu. Aliyekuwa anaongoza sifa alikuwa ni kijana kama mimi. Yule kijana wakati anasifu anacheza, suruali yake nilivyoiona ilikuwa imepigwa kiraka fulani kwa nyuma. So mimi niko nacheza na sifu. Roho Mtakatifu ananiambia, ile suruali mpya ile ya kwako, ile ya rangi fulani unabidi umpatie. Na sifu na zuga, lakini huko naambiwa ile suruali yako kule chumbani mpya unabidi umpatie. Sasa ni mpya, hata sijaipiga, yani mtoko wangu, si mnanielewa vijana? Yani mtoko wangu mpya, kadeti nzuri. Alafu Roho wa Bwana pale ananiambia ile mpya unabidi umpatie. Huku nacheza sifa, lakini huku Bwana anasema. Ikanisumbua sana, nikatoka nikaenda kabisa chumbani. Nikaenda nikachukua, nikaipaki vizuri. Yule kijana alivyomaliza kuimbisha sifa, kabla sijajaribiwa kusubiria mwisho wa ibada, nikamuita nje. Nikamkabidhi kamfuko ili nisijaribiwe. Ilikuwa Jumatano. Tulivyomaliza ibada ya Jumatano, wakati tunatoka nikamwaga mchungaji, nikasema, mchungaji, Jumapili nitakuwa na ratiba iko hivi na hivi na hivi. Akasema, hamna shida kijana wangu, we jiandae kwa ajili ya hiyo huduma. Ijumaa utaongoza maombi, alafu utajiandaa zaidi Jumamosi ili uende. Sina nauli, ila neno la Bwana ninalo. Usisahau nilikoanzia. Mungu anajibu kwa lugha usiyodhania wewe. Ijumaa ikafika, nikaongoza maombi kanisa lile. Jumamosi imani yangu haijawahi tindika, naingiza kwenye matendo, nikafua viatu, yani nikanyosha, mbwembwe nyingi. Huna hela mfukoni, imani unayo. Sasa inabidi nisafiri jioni mida ya 8:30 ili kesho Jumapili asubuhi nikute kule.
Uwezi amini, nimefua toka asubuhi, tena nifulia pale kwa mchungaji. Nguo zimekauka, nimenyosha. Viatu nimebrush. Naingia tu natoka, natoka. Hadi mchungaji akaanza kuniuliza, ni saa 8 hivi, unaenda saa ngapi? Nikasema naenda na magari ya saa 10. Nimo sina pa kuanzia, lakini huku imani imefanya nini? Imejaa. Alafu namtarajia Mungu kavile atatokea. Hata mchungaji atanionea huruma jamani. Mchungaji ushtuki jamani, nilikuaga. Yani mchungaji na yeye kimya ananiambia, kijana wangu unaenda saa ngapi? Mchungaji haelewi nini? We, Mungu akaririki. Ukimkariri Mungu unaweza ukapiga timing miezi 10, wakati mwezi mmoja tu ulibidi utoke. Usimkariri Mungu, wewe muamini alafu mruhusu apitie njia yake. Saa 10:30 nimo. Nilivyoona imefika saa 10:30 naenda saa 11. Na gari la mwisho ni saa 12:30 kuelekea saa 1. Nikaamua nijifungie chumbani kwanza. Hii ni hatari. Nikaanza kuomba. Ukiwa na shida hata kuomba kwako hakuko katika roho. Ukiona uko kwenye shida na unaomba katika roho, umekuwa sana kiroho. Mshukuru Mungu. Lakini unaomba uko kwenye ufofu. Baba, yani usipotokea, yani Mungu wewe ndio ulisema nitaenda nitawatia moyo. Yani unaomba kimashaka, unaomba kwa hofu, huku pamejaa. Kwani niliomba vizuri dakika 2, yani naomba huku linanijia wazo, mpigie fulani bwana kwenye simu hata kukopeshe. Nilichukua hatua hadi ya kuanza kutuma message. Nikatuma message kwa kwanza, nikatuma wa pili, azijibiwi. Utaamini ukikariri njia ya Bwana, ndio nimekuambia mjomba atazima simu. Nilivyofika hatua ya kuinua simu kumpigia hivi, ndipo sauti kabisa inaniambia, Mwemezi, umeshindwa kuniamini kwa hatua hii. Hadi hatua hii unatafuta msaada kwa njia ya simu. Nikaangusha simu chini. Nikaamua nifunge vizuri chumba nilale. Sasa Bwana liwalo na liwe. Nikalala nikaanza kutubu. Mungu nisamehe. Ile naendelea kutubu, nikasikia mtu anagonga kwenye kile chumba. Kaka. Hata kama niko kwenye maombi huyu anagonga. Nikashtuka nikaja kufungulia. Nilivyofungulia tu hivi, ni yule kijana wa Jumatano wa ile suruale yangu ya kadeti mpe. Ananiambia, samahani mtumishi, samahani nimekuingilia kwenye maombi. Nilikuwa nimepita kidogo, nimeguswa kidogo angalau hii kidogo kwa ajili ya vocha. Akanishika mkono hivi. Alivyonishika, anaondoka hivi, narudishia mlango na kagua hivi 10,000. Nikapiga magoti hapo, Baba asante. Basa unalia bila kulazimisha machozi wewe. Mungu ametokea usikodhania. Acha kukariri njia ya Mungu akutokee leo. Ukikariri njia ya Mungu unaweza ukapiga timing vibaya. Nilipanda gari saa 1 jioni ya mwisho, tena nimebanana, nikasema afadhali kufika, kikubwa kufika. Hapo nishapambana. Nguo ulifua asubuhi, ulinyosha mchana, ulizunguka. Yani umeshaulizwa maswali, umedanganya vyote. Naenda na ya saa 10, naenda ya saa 11. Mungu atokei. Umetuma message hazijajibiwa. Umejaribiwa na kupiga simu. Ndugu yangu, kwa nini usimtazame Bwana? Bwana hayuko kimya. Bwana bado anazungumza. Bwana bado anajibu. Bwana bado anatokea. Unahitaji tu kuelewa lugha yake. So Habakuki Mungu akamjibu, ila alimjibu kwa namna asiyo tarajia. Mungu alimjibu hivi. Ukisoma mstari wa 5, Habakuki 1 mstari wa 5 hadi wa 11. Sasa mimi nitasoma mstari wa 6. Anasema hivi. Anasema, kwa maana Mungu hapa amemjibu. Mstari wa 5 anaanza kumjibu. Mstari wa 6 anasema, kwa maana angalieni na waondokesha Wakaldayo, taifa lile kali lenye haraka kupita kiasi, wapitao katikati ya dunia, ili wayamiliki makao yasiyo yao. Yani kumbuka, amemuita Mungu kwa habari ya uovu unaoendelea. So kwa hiyo Mungu anaamua kushughulikia hali ya vurugu ndani ya taifa, na ile hali isiyoeleweka ya sitofahamu kwenye taifa lake, kwa kutumia taifa jingine kuja kuwamiliki na kuwanidhamisha na kuwasimamia.
ambalo taifa hilo linalowanidhamisha ni waovu kuliko taifa la Mungu. Hivi unaelewa? Yaani samelalamika kwa habari ya uovu na unaendelea ndani ya taifa la Mungu. Mungu akaruhusu taifa lingine wanaitwa Wakaldayo. Wakaldayo tena wakaja wakaongezea nini? Mzigo. Hivi nimeomba Mungu tokea. Alafu badala ya Mungu tokea mwenyewe anamuinua mbaya kuliko mimi ili anifanye nini? Aniadhibu. Unaweza kusema huyu ni Mungu, ni shetani mwenyewe. Na hiyo na lugha ya Mungu hapo ilivyo ngumu. Akalinua taifa la Wakaldayo, lakini taifa la Wakaldayo tena likaja kuwatumikisha wana Israeli, wana wa Mungu ambao ndio wanapitia kipindi hicho. Lakini lugha ya Mungu ilikuwa amelinua taifa la Wakaldayo kwa kusudi lake, wawanidhamishe watu wake, warudi kwenye maisha ya haki, warudi kwenye utakatifu. Watakaporudi kwenye mstari, Mungu atakuja kuwaadhibu waovu, kwa sababu waovu wana fungu lao ambao ni Wakaldayo, na mwishoni atakuwa pia amewaokoa watu wake, wamerudi kwenye njia. Lugha ya Mungu wakati wa changamoto. So Mungu alivyomjibu hivi Habakuki, Habakuki akasema hapana, haiwezekani. Yaani tena ninalia kwa habari ya udhalimu, ninalia kwa habari ya uovu, tena unawainua watu waovu waje tena watutumikishe sisi. Habakuki akaendelea na maombi yake. Mstari wa 12 na wa 17, Habakuki anaitikia kwenye yale maombi ambayo Mungu aliyajibu. Kumbuka Mungu amejibu kwa kuinua taifa ovu la Wakaldayo, watu ambao ni hatari na walikuwa wakorofi. Wakaja tena kuanza kuwaadhibu wana wa Mungu. Lakini kumbe wanapowaadhibu wana wa Mungu, Mungu yeye ana lugha yake kwenye hilo jambo. Ila Habakuki hakutaka kuielewa ile lugha ya Mungu. Moja kwa moja akainuka tena akamwoji Mungu. Mstari wa 13 anasema, wewe uliye na macho safi hata usiweze kuangalia uovu, wewe usiyeweza kutazama ukaidi, mbona unawaangalia watendao kwa ila na kunyamaza kimya? Unaona, ameshahitimisha kwamba Mungu umeamua kunyamaza kimya, hautokei na kunyamaza kimya. Hapo mtu muovu anazungumzia sasa ili taifa la Wakaldayo walioinuka juu ya taifa la Israeli. Mtu muovu amezapo mtu aliye mwenye haki kuliko yeye. So Habakuki alikuwa anajaribu kumwambia Mungu kwamba ikiwa Mungu ili jambo umeamua kuliingilia kati, basi ungeliingilia kati kwa namna nyingine, sio kwa kuwainua tena watu waovu wanaendelea kututumikisha sisi. Mungu ungetutumia sisi kwa sisi tukarekebishana. Inafikia wakati unaomba maombi lakini tayari umetengeneza majibu yako. Ni hatari mno kumwendea Mungu nataka akusaidie kwenye jambo fulani wakati tayari unaorodha umeshatengeneza majibu yako. Yaani kama vile tunasemaga rejeo, answer script. Yaani kwamba A itakuwa swali A jibu lake ni hili, C itakuwa hili. Alafu wewe tunaenda kwa Mungu akusaidie wakati umeshatengeneza majibu. Hatapita humo kwenye hayo majibu yako ili uferi vizuri ujue kwamba ulikosea. Yaani unapomwendea Mungu, umwendee kwa fikra sahihi kwamba ninamhitaji Mungu na Mungu mwenyewe atanisaidia kupitia neno lake, lakini kwa kadiri ya mapenzi yake, si kwa kadiri ya mitazamo yangu wala matamanio yangu. Hiyo itakusaidia sana. So usitengeneze majibu yako pembeni alafu unaenda kumuomba Mungu wakati tayari umetengeneza majibu yako. Shetani atakushawishi kukuhakikishia kukuaminisha kwamba hayo majibu yako ndio sahihi. So ni heri usiende na majibu ili utakapopata majibu uwe na ujasiri kwenye hayo majibu. So watu wengi hawana ujasiri kwenye majibu anayoyatoa Mungu kwa sababu tayari walikuwa na majibu yao kabla ya kumwendea Mungu. Ukitaka upate majibu sahihi kwa habari ya aina ya biashara ya kuanzisha, hebu mwendee Mungu kwa mtazamo wa Mungu akufunulie kila ambacho yeye anaona kwamba ukikifanya kitakuwa na matokeo kwa ajili ya utukufu wa jina lake na kwa ajili ya ufalme wake. Na sio unakaa wewe kwanza kwa akili zako, alafu kishaweka mambo sawa ndio ukimwendea Mungu kwa design hiyo, basi muombe Mungu akupe hekima ya kuendesha hayo maono, sio kumuomba akupe maono. Badilisha maombi.
Mwendee Mungu ukihitaji yeye ndo akupe hekima ya namna ya kuanza, na kisha akupe hekima ya namna ya kuanza, akupe hekima na namna ya kuendelea, na mwishoni akupe utukufu mkuu wa mwisho, namna ya kumaliza jambo hilo. Jambo lolote ambalo Mungu akulianzisha aweza akalitimiliza. Usidanganyike. Na kama ulilianza jambo bila Mungu kuwemo, Mungu atakapoingilia kati, kubali kuanza naye upya. Usimlazimisha aendelee na kosa lako. Si ushakosea na umetaka ingilie kati, ya kale yapite, yaanze mapya. So usilazimishe. Mungu ameshaingilia kati, afu unataka uendelee na mfumo wako ambao umekuangamiza pale mwanzo. Hapana. Mungu anaitimiliza kazi aliyoianzisha. Na Mungu anaitetea kazi na anaifadhili kazi ambayo ananufaika ndani yake. Yaani jambo lolote ambalo Mungu anufaiki ndani yake aweza akalifadhili. Jambo lolote ambalo ufalme wa Mungu haujengi kwalo, Mungu aweza akajihusisha nalo kabisa. Kwa sababu itamsaidia nini? Mungu lolote anaolifanya kwenye maisha ni kwa utukufu wa jina lake. So ukiona hatua yoyote unayopiga, maendeleo yoyote unayoyapata, Mungu anufaiki ndani yake, uko kwenye hatari ya kupoteza hayo maendeleo. Ukiona kuna mafanikio yote unapata, ambayo mafanikio hayo hakuna namna yote ile ufalme wa Mungu unajengwa, uko kwenye hatari ya kupoteza hayo mafanikio. Kwa sababu hayo mafanikio hayana kivuli na ulinzi juu yake. Ukiona unafanya aina ya huduma ambayo Mungu atukuzwi ndani yake, ambayo makusudi yale matatu hayatimii, kwa maana ya mwili wa Kristo kujengwa, watakatifu wake kukamilishwa, na kazi ya huduma kutendeka, uko kwenye hatari ya kupoteza hiyo huduma. So lazima utafakari kabla ya kwenda safari ndefu na jambo. Mungu yumo? Mungu ananufaikaje na haya? Ni kweli naenda kuzungumza na yule mtu, lakini Mungu anahusikaje na ananufaikaje na haya mazungumzo? Au ni umbea? Ni kweli nataka nianzishe ule mradi, lakini Mungu amehusikaje? Amehusika kwenye ushauri, amehusika kwenye aina ya maono niliyoyapata yametoka kwa Mungu, amehusika kwenye hekima labda nimeichukua kwa mchungaji, amehusika kwenye maombi ya kuanzisha hiyo project, au nimeenda mimi kama mimi? Tukihitaji kumwelewa Mungu katika nyakati zote na kwenye vipindi tofauti tofauti vya maisha yetu, tujifunze kumhusisha Mungu kwenye maisha yetu, na sio kumhusisha Mungu kwa misimu. Watu wengine wamezoelea kumhusisha Mungu kwenye changamoto tu, lakini haipaswi kuwa hivyo. Hata katika lile jema muhusishe Mungu, hata kwenye changamoto muhusishe Mungu, hata kwenye dogo muhusishe Mungu, hata kwenye kubwa muhusishe Mungu. Yaani Mungu ni wa yote, liwe dogo, yawe makubwa, liwe ni tatizo, iwe ni Mungu anabidi ahusishwe. Tatizo tumeweka utofauti wa maeneo tofauti tofauti. Tukaona kwamba hapa Mungu anaweza akaingilia kati, hapa nitamaliza mimi mwenyewe. Hapana. Yaani hata hiyo neema ya kumaliza wewe mwenyewe ni Mungu anakuwezesha. So Mungu yumo. Usimweke Mungu pembeni. Ni kanisa la mahala, Mungu lazima uwemo kwenye kila hatua ya maono. Ukimtoa tu Mungu, umehatarisha ufanisi na mafanikio ya hilo jambo. Hata ungekuwa na maono makubwa kiasi gani, ukimtoa tu Mungu, umefungulia mlango wa wanyang'anyi, wevi na uharibifu mkubwa. Ukimtoa tu Mungu. Na ndio maana hata wana Israeli vita yao kubwa ilikuwa ni kumuondoa Mungu kwenye mambo yao. Tunamuondoaje Mungu wao ili tupandikize mambo yetu? Kuwa makini sana pale ambapo ulikuwa umeacha tabia fulani za zamani, umeacha maisha fulani ya uovu ya zamani, afu shetani anaanza kuyarudisha. Huo ni mpango mkakati wa kutaka kumuondoa Mungu aliyekuwa ameingia, ili apenyeshe aingize mambo yake. Kwa sababu nuru na giza viwezi vikachangamana. So shetani atakachokifanya, ninamuondoaje Mungu wake kwenye ili eneo ili niingize mambo yangu. Eneo lolote lile ambalo nuru, kwa maana ya Mungu utambulisho kupitia nuru yake kwenye eneo husika la maisha yako, atakapoondolewa lazima iwe replacement na giza. Hakuna mahali ambapo hakuna nuru wala hakuna giza, haipo. Ni either kuna kimoja.
Na ndio maana hata hali ya hewa uwezo ukasema hakuna mwanga, hakuna giza. Kuna nini sasa? Hakuna nini? Sasa hivi ni mchana, si ni mwanga. Kuna kitu aina nyingine ni usiku, itakuwa giza. So hatuna kitu kingine cha namna hiyo. Kama hatuoni mwanga, tunaona giza. So uhitaji nabii kuambia kwamba sioni mwanga, unaona giza. Yaani kutokuona mwanga, unaona mwanga wa aina nyingine unaoitwa giza. So usidanganyike, kama Mungu hayuko, shetani yupo. Na shetani ni mzuri wa kujipendekeza. Yaani ni rahisi sana Mungu asiwepo kwenye jambo, lakini sio rahisi sana shetani na yeye akajiondoa kwenye hilo jambo. Yaani shetani yani ana kierere, yani anajipendekeza sana. Na ndio maana analazimisha. Lakini Mungu anapitia utashi wa mtu, hiari ya mtu amuelewe, amkubali, atoe nafasi. Yani Mungu Bwana, yani Mungu ni wajabu mno. Na ndio maana ukimpenda Mungu umetoboa wewe. Yani sio vya yani Mungu analazimisha, yani anataka umuelewe, uelewe upendo wake, uelewe uzuri wake, uelewe utaratibu. Shetani yani anakukimbiza mchaka upumui juu ili ajiingize. Na ndio maana Paulo alitoa tahadhari kwenye Efeso 4:27. Wala msimpe ibilisi nafasi. Asingetoa hiyo tahadhari kama shetani hajuaje kuchezea fursa. Shetani anatumia fursa mwana wa Mungu. Si hii ni fursa ya semina. Jamani, sisi sote ni watumishi wa Mungu, ni vyombo vya Bwana. Chombo, kila unachokisikia ni chombo. Moja ya sifa ya chombo chochote, lazima kiwe na muda wa kufanywa maintenance. Ndio maana magari yenu mnayajaza mafuta. Hata ukijaza full tank leo yataisha, unarudi tena service. Unasemaje wewe ni mtumishi wa Mungu ambaye haupatagi service? Utachakaa ndugu yangu, utakongoroka. So hii ni fursa ya kiroho. Imekuja semina ya Pasaka. So shetani anatenda kwa ila, usimpe ibilisi nafasi. Semina hii hudhuria, alika wengine. Unachokipata leo ni kama gari inayopatiwa service. Gari yoyote, mtu ambaye ni dereva mzuri akiwa anaenda safari ya mbali, ndo kadiri service inaongezeka kuwa kubwa. So service ya kuelekea Mbeya sio service ya kutoka hapa hadi Bukoba au Uganda. Gharama inaongezeka. Sasa wewe unataka umiliki kampuni 3. Hiyo ni safari ndefu. Alafu service ni ya ibada moja ya Jumapili ndani ya mwezi mara moja. Utatoboa kweli kule nje? Nje kuna wachawi. Wivu fiti na nje. Anakuchekea, mpendwa, hongera sana, unatoka ibadani. Akirudi anakorofisha, mambo yaendi. Unacheza. Unahitaji service. Wakati wewe unakula kuku kwa mlija, wenzako yuko tayari hata asinywe maji kuhakikisha yaendi. Si Pasaka hii? Unaweza ukashushia nyama, lakini kama huko service, mwenzako amejikatili asile nyama, achukue mbuzi kwa waganga. Ili akufanya nini? Akukatili. Lakini ashukuriwe Mungu. Hatuwezi tukaadhimisha ukumbusho wa ushindi wetu halafu ukachezewa. Hautachezewa kwa jina la Yesu. Na kataa kuchezewa kichawi, na kataa kuchezewa kishirikina, na kataa ulozi wa aina yote ile kwa jina la Yesu. Mwanadamu yoyote yule, awe mwanamke, awe mwanaume, awe mtoto mchawi, atakaye simama katika malango yako, atakaye simama kwenye ulimwengu wako roho kuchezea, ninatamka kwa jina la Yesu, kutokea kwenye madhabahu ya Bwana, ninaachilia neno la Bwana. Ramakapalata, ramasekepalania, sakapaladia, rakapaladia, rekepaladia, makataya, rekete pasaita. Ninafukuza uchawi wowote uliokuwa umeanza safari kwa neno lililotumwa na mwanadamu yoyote asiyekutakia kuendelea, asiyekutakia kustawi. Leo natangaza ramakapaladia, rekepeleketesia. Imeandikwa kila pando asolipanda Baba yangu wa mbinguni, hilo litangolewa. Nasimama katika zamu hii, ninatangaza pando lolote lile lililopandwa katika ulimwengu wa roho, bila kujali au ulijui, bila kujali au uelewi, lolote lilokuwa limekusudia kukuchanganya, lolote lilokusudia kukuchelewesha, halitaweza. Rakapalata, ramakapalata, ramasakapa. Rakata, Mwokozi Yesu umeshinda. Rikapalakata, Mwokozi Yesu unatawala. Reketeke palasia, hauwezi ukatawala wanao wakatawaliwa. Hauwezi ukatawala Yesu wanao wakatumikishwa. Hauwezi ukatawala Yesu wanao wakaendelea kwenye vilio. Hauwezi kushinda Yesu wanao wakaendelea kushindwa. Natangaza kwa jina la Yesu, alipokuwa anashindwa kwenye uchumi, inuka ushinde tena, inuka ushinde tena. Rapasakapa, rakapalata,
ramasakapa karagadia reketema kapara reketene makapara dia zegedima kapara dia sakapala katia. Ninasimama kwa jina. Imeandikwa ya kwamba tumetengwa mbali na kuonewa na tumethibitishwa katika haki. Maana umethibitishwa katika haki na umetengwa mbali na kuonewa. Ninasimama kinyume na uonevu wote ule juu ya mtu yoyote mahali hapa. Uonevu wa magonjwa achia, uonevu wa visirani achia, uonevu wa kikabila achia, uonevu wa kishirikina achia, uonevu wa kifamilia achia, uonevu wa kiukoo achia. Achia maisha ya mama. Rakapalata ramakapalata sakapaladia kata seketekele kasia seketere makaparania. Ninaruhusu nguvu ya Roho Mtakatifu ipite juu ya mama yote anayeonewa, juu ya baba yote anayeonewa saa hii. Rakapasata ramakapalakata ramakapa. Naruhusu nguvu ya Mungu ipite kwa jina la Yesu. Rakapasata rakapalakata elamakapalakata. Napindua meza za kuzimu zilizokuwa zimejiandaa kusherekea anguko lako. Hautaanguka. Ninapindua meza za kuzimu zilizokuwa zimejiandaa kusherekea kushindwa kwako. Hautashindwa. Ninapindua meza za kuzimu zilizokuwa zimejiandaa kurudishwa nyuma kwako. Hautarudi nyuma. Ramakapalada yakapaladia. Mwokozi Yesu ameshinda. Mwokozi Yesu anavuvuka huyo. Ramakapa kateta reketema katia sekepeleke tita makatia ramakapalagadia ramakapalakateke saita ramasanda rababakoria. Kamba za mauti hazitakushikilia. Kamba za mauti hazitakushikilia. Kamba za mauti hazitakushikilia katika jina la Yesu Kristo. Ramakapalakata ramakapalakatia. Litia jina Bwana. Reketele makaparia. Kuna mapinduzi ya kiroho yanaendelea. Lekopaladia kwa ajili ya familia ya mtu mmoja. Natangaza leketepeketia rekepeleketeke spaida rakapalakatesa ramakatere manderosa ikepelegedia masaita ramamanderosa reketele makaparia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu mwenye nguvu, uwezo na mamlaka. Rikapalagades akaparadia remamamanderosa irakaparadia. Imeandikwa kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Tunatangaza mchana leo, tunatangaza mchana leo, hatutapungukiwa na kitu. Tunapoadhimisha ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo, hatutapungukiwa na kitu. Shalika brakatosiate eli brakatasiata barekata radiako resita la bayadia shalika palataliga maleso brakadasiate. Familia yako haitamilikiwa na nguvu za giza. Maisha yako hayatamilikiwa na nguvu za giza. Palika paladia shele brakato ele palatatia ela sataladia akapalatalia. Mahali ambapo umekwama kwa muda mrefu ndani ya siku 3 za semina, lazima utoke. Lazima utoke. Wewe unatoka. Wewe unatoka. Musa akamwambia Farao, hatutatoka peke yetu, tunatoka na watoto wetu, tunatoka na kila kitu. Paletakapa elakabragada beleteskabada elemekatadiaba. Unatoka na uchumi wako, unatoka na familia yako, unatoka na watoto wako, unatoka na mjomba wako, unatoka na ukoo wako, unatoka na maono yako, unatoka na afya yako kwa jina la Yesu Kristo. Unatoka mwana wa Mungu. Rakabagadia. Yesu ameshinda. Yesu ameshinda. Unatoka na vilivyo vyako, unatoka na akizako, unatoka na utawala wako, unatoka na umiliki wako, unatoka na maisha yako, unatoka na fursa zako, unatoka na usalama. Baba amekushindia. Baba ametushindia. Yesu ameshinda. Yesu ameshinda. Yesu ameshinda. Saparada aprakadadiaba ila makadia shaliparadia shataladia. Kila aina mkono usionekana kwa macho ya damu na nyama, unaopiga vya kwako, unaosuia vya kwako, unaonyamazia vya kwako, shalibaranama paletos kabadia elemekadia shapaladia natandikalea natandikalea. Kila uchawi maneno yao, uchawi vifungo, uchawi mikataba yao uliokwamisha vipawa vyako, kalama zako, watoto wako, ushumi wako, huduma yako, ela makataya saprakadia ele palatia peli parandi eli kapaladia aparan
Ronda katoshkeda. Mama sia. Remeketeke parania. Rapa katekesi. Ramaka parania. Kama ambavyo Farao alijivuna akasema nitawaacha waende, lakini sitawaruhusu waende mbali. Leo natangaza kwa jina la Yesu, roho yoyote iliyojipanga ili sikuachilie moja kwa moja, leo natangaza lazima uachiliwe uende mbali kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo roho ya Farao ya kuwashikilia watu wasiende mbali, umepiga hatua kwenye uchumi, lakini roho ya Farao ya kutokuruhusu uende mbali kwenye uchumi, leo naamuru yachie, naamuru yachie leo. Rakabalaka seti rakapelegedia sapalaka tesa Elaskapalia kapala taliga shalikatiada sakataradia. Huo uchawi unaozuia hali yako ya kiroho, hali yako ya neno, hali yako ya maombi, hali yako ya neno, hali yako ya maombi, unakamata moto, unakamata moto wa roho Bwana. Bela makataya shapaladia ela paskadaba rende kataliga bela katada ela prakadia ashana makataliga dosh kaparadia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai tuomba. Amen. Shabalagadia ropo kotosiki sapalagadia shekerebedia oh shakapaladia ela makash inna makaparadia ropo kotokosaita inna makaparadia ando kobara Yesu mkosi rikapaladia. Oh haleluya, unashinda na kutuweka huru tena. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Unaweza ukatulia katika uwepo wa Mungu. Yes. Jesus. Bwana ameshaanza kushughulikia hali yako. Amen. Bwana ameshaanza kushughulikia hali yako. Amen. Lama sakabaradia. Ikabaladia masete. Rama shanda. Eketele masaita. La sotokoparia. Farao aliwatenda kwa ila wana Israeli. Anasema nitawaruhusu waende, lakini sitawaruhusu waende mbali. Yesu aweza akafufuka, alafu tukaruhusiwa kwa kikomo kidogo. Tumewekwa huru kweli kweli. Hatutazuiliwa na kuwekewa mipaka. Roho ya Farao inayoonekana imekuachilia, lakini imekusudia ikuzuilie kwa mbele. Imekusudia ikufuatilie. Mwana wa Mungu unatoka jumla jumla. Amen. Hauruhusiwi kufuatiliwa. Hauruhusiwi kuzuiliwa. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Watu wengine walidhania wamewekwa huru, kama ambavyo wana Israeli waliona wamewekwa huru. Kumbe Farao ametenda kwa ile, anarudi kwa nyuma. Tunatangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Iwe ni roho yoyote ile inayoonekana imekuwa kimya kwa muda kadhaa, lakini nataka kuinuka tena kwenye maisha yako na iamuru kwa jina la Yesu. Amen. Kapala katos hele ketele mandorobos shaka palagadia reke peregedia seporia makapeleska kwa Yesu Kristo reke paradia mandorobos raka paradia reke peregedia seporia makapeleska robo kotekes taparadia katapela makataya papaponde kateya teketela pasia raka mela zuba sepolegedia shalibareke tepala na makataya. Katika jina la Yesu. Yawezekana ni maono ulikuwa nayo kwenye familia yako. Adui akaonekana amekuacha. Ukayaanzisha hayo maono. Lakini toka ulivyoyaanzisha unajutia hadi kwa nini nilianzisha haya maono. Mbona haya maono yamegeuka kuwa kisu? Mbona haya maono yamegeuka kuwa msumeno? Mbona hili jambo limegeuka kuwa tanzi? Leo natangaza jambo lolote liloanza kwa wema, jambo lolote liloanza kwa uzuri, jambo lolote liloanza kwa furaha, limegeuka tanzi kwako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hautaendelea kushikiliwa. Hautaendelea kukamatika. Hautaendelea kuwekewa mipaka. Hiyo tanzi tunaiharibu leo. Hicho kifungo tunakiharibu leo. Hiyo kamba tunaikata leo. Ninaikata hiyo kamba kwa Yesu. Ninaikata hiyo kamba kwa Yesu. Naikata hiyo kamba kwa Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Karapa shakapa rikapa lakatesha maraka paladia raka paladia shabalagadia shaliko rombo kotokos pelegedia maseleska paladia shakata labrakadia labrakataya 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 paleta kata ela makata shaligade raka pelagadagaba pande kapa ayayaya
Ramakato, Ella Brakadia, Ella Brakata, Ella Brakadia, Alatakash. Roho yoyote iliyosubiria ili ufanikiwe alafu inajudhurisha kabla hujafanikiwa kila kitu kilikuwa shwari, lakini toka umefanikiwa ugomvi hauishi kwenye ndoa, toka umefanikiwa marumbano yaishi kwenye familia. Leo natangaza Yesu ameshinda. Yesu ameshinda. Kilichojificha kabla hujainuliwa hakiruhusiwi kuinuka. Kilichojificha kabla hujabarikiwa hakiruhusiwi kujiinua. Tunakifuta kwa damu ya Yesu. Tunakifuta kwa damu ya Yesu. Tunakifuta kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Bakata paradia rapasata ella brakata shaparadiga katotia ella brakadia parendes kata shaliko padia ella makadia. Kila uchawi, kila roho tunaifuta leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila roho inayoachilia ugomvi, kila roho inayoachilia malumbano, kila roho inayoachilia mauti kwenye kila eneo la maisha yako, naifuta leo, naifuta leo. Ela pakataya Paradia Seberedes Makaparadia Talibaka Mankoko Paradia Elibraka Reke Paradia Sakatia Rakata Beleskata Reke Paradia kila roho inaozuia ukuaji wako, kila roho inaoachilia mabaya yaishi kwenye maisha yako, mabaya yaishi kwenye maisha yako, kila roho inaosababisha hayo mabaya tunainua leo. Natamani niombe na watu hao. Ninaona kuna roho ya ugomvi. Sijui ni familia ipi, sijui ni mwanandoa yupi. Lakini kuna roho na lugha ya ugomvi ndani ya ndoa hiyo. Ugomvi, hali ya kutokuelewana. Naona hali ya mabishano, hali ya kujibizana. Ropo shanda reketesh. Hapo ulipo Bwana kuguse rama shanda. Ninaona hali ya kujibizana. Ropo shanda rapakatia Kapalas Talibara Heriama Saka Paladia Ropo Seketia. Lugha iliyochafuliwa kwenye ndoa, lugha iliyochafuliwa kwenye ndoa, kwa moto, kwa moto, kwa moto. Moto wa Roho Mtakatifu pite, unatakasa hiyo ndoa. Moto wa Roho Mtakatifu sahi rapas kete shaba kaparia makaparia makaparia matala baraka talabara salibra tamoto wate tamoto telibara sekete takapala palekata sabaratia palekata beleskadiga salibraka palakata tunasafisha leo lugha iliyochafuliwa kwenye familia yako, tunafuta leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunatakasa hiyo ndoa, tunatakasa hiyo ndoa kwa damu ya Yesu, tunatakasa hiyo ndoa kwa damu ya Yesu, tunatakasa hiyo ndoa kwa damu ya Yesu, tunatakasa hiyo ndoa kwa damu ya Yesu. Lugha iliyochafuliwa, hali ya kutokuelewana, hali ya marumbano, ninatakasa kwa damu ya Yesu. Ndivyo ndoa yako inavyotakaswa. Ndivyo ndoa yako inavyotakaswa. Amen. Ninarabakosha tabali bara. Riko paragadi mambraka. Bila kujali hiyo roho ilitumwa kutoka kwenye familia. Bila kujali hiyo roho ilitumwa kutokea wapi? Ninatakasa kwa damu ya Yesu. Ninatakasa kwa damu ya Yesu. Amen. Kama shetani alikusudia kuvunja hiyo ndoa, ndoa hiyo haivunjiki. Amen. Ndoa hiyo haivunjiki. Amen. Kwa damu ya Yesu. Amen. Imetiwa muhuri wa Bwana. Amen. Ndoa hiyo haivunjiki. Amen. Ndoa hiyo haivunjiki. Amen. Nimekataa. Amen. Ninakataa. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Ndoa yako haitavunjika. Amen. Rapa papa pala wake pala sakata pala terema pala leskata yama kapala salibra kata mela pala mela baraka kapala kada kada rapa leskata
Rakadabas. Ninaona kuna familia ambayo lugha ya ndoa ambayo shetani ameichafua imewaathiri hadi watoto. So watoto wameathiriwa na kile wanachokiona kwa wazazi wao. Natamani pia tusie rehema za Bwana kwa ajili ya familia hiyo. Ile mbegu, ule uchungu, ile tabia ambayo imeathiri hata watoto ndani ya familia hiyo, Mungu yeye anaijua, lakini kwa kinachoendelea kati ya wazazi hao wawili kimeathiri hadi watoto. Hakitaharibika kizazi chako kwa sababu ya vurugu shetani aliyoicheza. Tunaachilia damu ya Yesu. Harabaka kandele bakatoate la kabrakata katoa shalibrakatoa skapalate la brakataia shalakadabaya ramakadadia. Kila madhara mabaya, madhara uharibifu, madhara malumbano, madhara takaba shalikadia, kila madhara ya uongo kwenye hiyo ndoa nang'oa leo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Neno lako linasema damu ya Yesu ina uwezo wa kutangua agano la kwanza ikasimamisha agano la pili. Kila agano la magomvi, agano la malumbano, agano la sintofahamu, agano la hasara, natangua leo kwa damu ya Yesu. Bado unapata taarifa kuhusu ndoa. Kuna aina ya maendeleo ambayo ndani ya familia mungekuwa mmeshafikia, ila shetani alichafua lugha ikachelewesha maendeleo hayo. Shetani alivyochafua lugha ikachelewesha hatua hiyo. Shetani alivyochafua lugha kati yenu ikachelewesha utukufu huo. Neno la Mungu linasema Bwana ni ahadi yake, ameahidi, amesema miaka iliyoliwa na madumadu, miaka iliyoliwa na parare, miaka iliyoliwa na nzige, miaka iliyoliwa na tunutu atairejesha. Yale maendeleo ambayo yangezalishwa lakini shetani akapanda ugomvi hamkuyafanya, Bwana atokee tena, hayo maendeleo yakamiliki. Anza kuomba. Neno lako linasema yako matumaini tena kwa mtu uliokatwa, ya kwamba unajibuka tena. Balakataligade eshkapalakadia alaparakataya. Amani inajibuka kwenye hiyo ndoa, furaha inajibuka kwenye hiyo ndoa, maendeleo yanajibuka kwenye hiyo ndoa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Neno lako linasema kupitia damu ya Yesu tumepata upatanisho. Shalikatina shaparadiga sabranda kate eleskataba balende kadia shaprakatia elamakato shalagadada shadadadadia elamakata balatakade shalikadiga. Kwa damu ya Yesu uchumi unarejeshwa kwa damu ya Yesu, hayo maendeleo yanarejeshwa kwa damu ya Yesu, hao watoto wanarejeshwa tena, huyo mama, huyo baba anarejeshwa tena. Balitaka beletekato mendo kapaladia. Kama ilikuwa ni aina ya miradi iliyokuwa imekoma kwa sababu ya ugomvi, kama isivyo Bwana Mungu inafunguliwa tena. Yesu ameshinda, inafunguliwa tena. Shetani huwa anaishikilia hati ya mashtaka kupitia magomvi, kupitia misukosuko hiyo, inafunguliwa tena. Na Roho Bwana ananipa hakikisho ndani kwa neno la hekima kwamba kuna jambo lilikuwa limekufa litafufuka tena. Baada ya semina hii litakuwa hai tena. Linakuwa hai, linakuwa hai. Shapapaka balatoskabadia alakataba shakatabada rakapatoa laskapaladia shalikadadia remekatelia. Neno lako linasema tazama, je, jambo jipya walitachipuka reskapalwa beleskatabaya mandakapaladia shalikadia balatakadia. Neno lako linasema waliopandwa kwenye nyumba ya Bwana watastawi, watastawi. Ela mataya iparagada ishagadabada igadagabada mandekapadia palanda skaraba ela pakataya rabakataladia gadash. Ninaona ni aina fulani ya biashara ambayo
ambayo ilikuwa imeanzishwa lakini imefungwa kwa muda kwa sababu ya changamoto. Kama kuna mtu aina hiyo, kuna aina ya biashara ulikuwa umeianzisha lakini kwa sasa currently imefungwa kwa sababu ya changamoto fulani. So kama kuna aina ya kitu hasa biashara, napata biashara ni kama biashara ilianzishwa lakini imefungwa kwa sasa kwa sababu ya changamoto fulani, mtu wa aina hiyo utasogea mbele nyume na wewe, lazima lifufuke. Lililokufa linafufuka. Yesu ameshinda. Ninaona ni biashara, ni eneo la biashara. So ulikuwa ni mradi, ni biashara ilifunguliwa lakini kwa sasa haiendelei, yani imefungwa, na imefungwa kwa sababu ya changamoto. Mungu Roho Mtakatifu anafufua. Neno la Mungu linasema ikiwa Roho wa Kristo alimfufua Yesu katika wafu, atawauisha na ninyi hiyo miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Roho wa Bwana anauisha, anauisha biashara yako, anauisha familia yako, anauisha ndoa yako. Anza kuomba. Balakatoske pelidia shalibrande keba balakatadia shalikapata balakatadia. Unamuisha huyo baba, unamuisha huyo mama kwa damu ya Yesu Kristo. Neno lako linasema Roho huyo huyo aliyekuwa ndani ya Kristo anakaa ndani yetu, atauisha miili yetu iliyo katika hali ya kufa, atauisha ofisi zetu zilizo katika hali ya kufa, atauisha kazi zetu zilizo katika hali ya kufa, atauisha biashara katika jina la Yesu. Manda paladia shali paradia tele paranoke eleskataba balata katei elebrakatasia alabrande katoskeba alabakata shali kadiga aparakata shali kadiga. Maachilio ya neema, neema ya kuishwa, maachilio ya neema, neema ya kusimama tena. Aparigada shalika patua apraska tepedia shalika bata manda paradaga sakataliga shalikatika ela pasiata shalibarada manda kaparada apalagadia. Waraka wote wa nguvu za giza ulioandikwa ya kwamba wewe hauwezi kusawi kwenye hilo eneo la fedha, kwenye eneo la uchumi, ashanima taya, tunatangua leo kwa damu ya Yesu. Pale atakapa ila brakata embrakata ziza shaparadiga tela paranda saparadiga tele pesuzia shalibaranda balande ketelia ela bakata shalagabadia ela kapareda apar. Zaburi ya 117 mstari wa 2 anasema uaminifu wake ni wa milele na milele, uaminifu wake wadumu vizazi na vizazi. Yawezekana umepitia mazingira aliyopitia nabii Habakuki ya kuona Mungu yuko kimya, na hata anapozungumza anazungumza na kujibu katika namna ambayo haukutarajia. Leo niko hapa kukutia moyo na kukwambia Mungu anasikia. Ni siku yetu ya kwanza. Mungu anasema wanangu ninasikia, wanangu kanisa la mahala Mtuvila ninasikia. Mnahitaji tu kunielewa wakati wa changamoto zenu ili muimarike, msiliache kusudi na shauri langu. Anasema ninasikia, ninasikia kuugua kwenu, ninasikia dua zenu, ninasikia sala, ninaiona kazi yenu, ninasikia, ninasikia. Siko kimya, siko kimya, ninasikia. Nami nakuombea mchana wa leo, nakuombea ikiwa ni siku ya kwanza, Mungu akupe kuelewa lugha yake. Karabashata la bagadi riko palamani ya masete baradi ropo kotele mande de bus. Bwana na Mungu wangu, unapowainua watu watakaoimarika siku zote, ninaomba Bwana wakumbuke watu wako. Unapowainua watu watakao kuelewa kwa lugha zote, ninaomba Bwana ujiinulie watu mahali hapa. Unapowajiinulia watu waliokomaa na kukua katika kujua, Yesu mahali hapa wapo Bwana, wapo riko pashani, watakaoendelea kukiri kazi ya msalaba kwa ujasiri bila kutetereka, watakaoendelea kukiri ushindi, watakaoendelea kuiamini kazi kubwa iliyokwisha kufanyika na kuishi ushindi. Bwana ropo saika wako hapa, rimasha
Shanda, wadhibitishe kwa neno lako la wakati ya kwamba hauko kimya, unasikia. Repeketelemani zeberegedia masia riko pasaida andara baba riko poseta. Ninawaombea neema maalum Bwana, neema ya kutambua uwepo wako majira yote, neema ya kutambua uwepo wako majira yote, neema ya kutambua uwepo wako majira yote. Karabashanda raba iramashakapa irema kaparata rekepeleketene masia riko palagade zaida. Neema ya kutambua uwepo wako majira yote. Riko palamandererosi rapakatele mandererosia. Bwana, kama ilivyowatokea wana Israeli ulipozungumza na Musa kupitia giza, walilikimbia lile giza, kumbe ulikuwa ndani ya hilo giza. Bwana, wanao wasikimbie changamoto wakidhania haumo. Wewe uko na bado unanena, wewe uko na bado unazungumza, wewe uko na bado unajibu, wewe uko na bado unamvusha mtu leo. Rikapalagadia rimakapalamanderorosa rikopalagadia zabalagadia masaika retetelemanderorosa tukapalagades ataria sepelegadia masaika. Sante kwa ajili ya kuuisha, sante kwa ajili ya urejesho, sante kwa ajili ya ufufuko, sante Bwana kwa ajili ya rama mpya. Asante kwa kututia mafuta ya kupiga mbio, ya kupiga vita vilivyo vizuri pasipo kutetereka Bwana, wala kuchechemea katika njia yetu, kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa nguvu nyingi za Roho Mtakatifu. Ramaka paragadia rekepeleketos hataya rapakatekesota. Siku ya kwanza tunaitia muhuri rimakandos ateria shabalagades ekebaradia rimamanderosa. Siku ya kwanza tunaitia muhuri rikapalagades saita yamakapalagadia, ya kwamba unawadhibitisha watu wako watakaoielewa lugha yako. Rikapalagadesa. Wengine kwa kutokuelewa lugha yako wamejitoa katika kusudi lako. Tunauliza rema Bwana na urejesho wao kwenye nafasi hizo. Rikapalagadia Karabashanda, waliojiondoa kwenye kusudi kwa sababu hawakuelewa lugha yako. Baba, tunauliza rema warejeshe. Rama kaparagadia, walioenda mbali na mpango wako kwa sababu hawakuelewa kwa lugha yako, tunawarejesha tena ndani ya kanisa. Walioiacha ibada na kuiacha imani ya kweli kwa sababu ya kutokuelewa lugha yako, tunaomba toba na rema kwa ajili yao. Tunawarejesha mahara, tunawarejesha mahara. Rikapagadesa ni sauti Bwana tunapokumbushia ushindi na kazi ya msalaba. Tunawakumbuka ndugu zetu walioteleza na kurudi dhambini, tunawarejesha ndani ya kanisa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wanarejeshwa, wanarejeshwa, wanarejeshwa. Ramaka paradia rikapalagadesaita. Imeandikwa katika jina la Yesu, liko tumaini kwa mtu uliokatwa, japokuwa mizizi yake bado iko ndani ya ardhi na inafyonza maji, bado liko tumaini ya kuotesha matawi, bado liko tumaini ya kuzaa hata matunda. Bwana, madam bado yupo kanisani, bila kujali amekatishwa tamaa, bila kujali amedhorofika, bila kujali amezuzunika, Bwana madam yuko ndani ya Yesu, tunatangaza kuimarika kwake, tunatangaza kuchanuka kwake kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ramaka parakatesa rekepelegedia masaita. Kuielewa lugha yako kwa vijana, kuielewa lugha yako kwa mama, kuielewa lugha yako kwa baba, hali ya kuielewa lugha yako Bwana kwa watoto. Ramasata, kuielewa lugha yako hata kwa viongozi wa kanisa kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa nguvu nyingi za Roho Mtakatifu. Shetani atatenda kwa ila, maana imeandikwa, kwa maana hatukosi kuzijua ila za mwovu, ila ya mwovu ya kuwachanganya watu. Mungu wetu, wewe si Mungu wa machafuko, na hilo ndilo neno lako umesema. Tunakataa yoyote ya kuchafuliwa lugha, hata kudhorofishwa ndani yetu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunaiamini lugha yako, tunaliamini neno lako. Rapa saka paradia, neno lako la majira kwetu, ya kwamba enyi kanisa la Mtuvila, mimi siko kimya, asema Bwana. Enyi kanisa la Mtuvila, mimi siko kimya, asema Bwana. Enyi watu wa Mtuvila, mimi siko kimya, asema Bwana. Riko palagade saida, riko palamandara bakaya, repakaterema kaparia.
Balas otakaria rekepeleke tita. Natamka kutiwa nguvu, natamka kutiwa nguvu. Rekepeleke teke saida, natamka kutiwa nguvu pale ulipokuwa umedhorofika. Rekepeleke to saita eria makapala masaita. Natamka kuinuliwa tena pale ulipokuwa umesuswa chini. Rapa seketema ramakaparadia erakapa seketeria jamalaka tekesia. Bwana, neno lako linasema wengine wanataja magari, wengine wanataja falasi, lakini sisi tutalitaja jina lako. Wengine wanainama na kuanguka, lakini sisi tunainuka na kusimama. Ninatamka kuinuka na kusimama kwa ajili ya wamama wa mahali hapa katika siku hii ya kwanza. Mungu unasema hauko kimya. Ninatamka kuinuka na kusimama kwa ajili ya vijana wa mahali hapa, maana umesema hauko kimya. Ninatamka kuinuka na kusimama kwa ajili ya waliokuwa wamerudi nyuma. Karabagadosa ramakaparadia sakatia rekete makaporia sagabaradia makata rekete makaporia ramantekes otaparia rekeperegedos ateria zamanderebo seketia rikapalagadesa ramasakapa ramasakapalata ramasekepalata ramakapalata inamasakapa inemeketete inderebakatete zabalakatete radosakatata ramanderebo saka ramamanda. Mtu wako wa ndani na imarishe, mtu wako wa ndani na tiwe nguvu, mtu wako wa ndani na awe imara katika jina la Yesu.